Naitwa Bernard Kicheleri, nina umri wa miaka 19 na mwaka huu nitatimiza miaka 20 kama Good Deeds Day pia. Mimi nimezaliwa Morogoro, Ifakara, na kikubwa mimi ni cancer survivor, ni manusura wa saratani. Nilianza kuumwa kansa nikiwa na miaka 5 na nikafanikiwa kupona nikiwa na miaka 16 kwa kuondolewa mkono. Bernard Kicheleri ni kijana wa umri wa miaka 19 ambaye maisha yake yameelekeza katika kusudi moja kuu la kutenda matendo mema kwa wengine. Sasa hivi nina program kwa ajili ya raise awareness kuhusu kansa pamoja na kufundraise kwa ajili ya kusaidia wale ambao tayari wako kwenye shida ya kansa. Kwa hiyo na mara kwa mara natembelea kituo cha watoto wenye kansa hapa Dar na pia hospitali ya KSMC Moshi kwa ajili ya kuongea na wazazi, pia kuongea na watoto. Kuniona mimi na kuongea nao inawapa moyo na inawatia nguvu kuendelea kupambana. Kupitia ile hali kumechangia zaidi kufanya hivyo ninavyofanya. Ndio kwa sababu ni rahisi, kwa sababu nimepitia kutoka utoto, nimepitia hayo maisha na naelewa namna ambavyo unajisikia au athari zipi mtoto anazipata kisaikolojia na familia pia. Kwa imenisukuma zaidi kufanya ninachokifanya. Ukimwona ni mwenye tabasamu la muda wote, lakini usilolijua ni kwamba nyuma ya tabasamu lake hilo tulivu kuna simulizi yenye panda shuka na mapambano mazito katika maisha yake. Ni simulizi ambayo mapema tu inamfundisha thamani ya maisha na nguvu ya matumaini. Safari ya simulizi yake hiyo nzito inaanzia hapa. Mimi nimezaliwa Morogoro, Ifakara, na kikubwa mimi ni cancer survivor, ni manusura wa saratani. Nilianza kuumwa kansa nikiwa na miaka 5 na nikafanikiwa kupona nikiwa na miaka 16 kwa kuondolewa mkono. Akiwa na umri wa miaka 5 tu, dunia yake ilibadilika ghafla pale alipogundulika kuwa na maradhi ya saratani. Safari ndefu ya matibabu ikaanza, iliyojaa maumivu na iliyomtaka awe mvumilivu. Safari ya zaidi ya mwongo mmoja. Hali ilizidi kuwa ngumu kwake, kwani akiwa na umri wa miaka 16 akalazimika kukatwa mkono wake ili kuokoa maisha yake dhidi ya maradhi hayo. Uamuzi huo ulikuwa mzito kwake na wa kuumiza mithili ya mtu aliyemeza kala moto, lakini ulikuwa hauepukiki, bali ni jambo la lazima. Akaanza kuonekana kuwa ni wa tofauti shuleni. Macho ya watu yalikuwa yakimfuata kila alipopita na kila uchao. Maswali, mshangao na wakati mwingine ukimya usioeleweka vilimzunguka. Wengi hawakuweza kuelewa kuwa mtu anaweza kupata saratani na bado akaendelea kuishi. Wengine walihusisha tatizo lake na imani potofu kuhusiana na saratani. Lakini kwa Bernard, maumivu hayo hayakuwa mwisho, bali mwanzo imara wa safari yake mpya kimaisha. Nilijifunza kuwa maisha ni zawadi, anasema, na kama bado nipo, basi nina sababu ya kuishi na kusaidia wengine. Ndipo mtazamo wake ukabadilika. Badala ya kujiuliza kwa nini yeye, alianza kujiuliza anaweza kufanya nini kwa ajili ya wengine. Ndani ya changamoto zake aligundua jambo la kufanya ili kutoa faraja kwa wengine, kuwapa matumaini na kushiriki kile kidogo alichonacho. Hadithi yake inaakisi kwa karibu falsafa nzima ya Good Deeds Day, harakati ya kimataifa inayohamasisha watu kufanya matendo mema kwa wengine na kwa mazingira. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2007, harakati hizi za Good Deeds Day imekuwa chachu ya kuenea zaidi ya nchi 110 duniani. Wimbo ukiwa mmoja tu, kutenda matendo mema kwa wengine, ikiwakutanisha mamilioni ya watu wanaoamini kuwa mabadiliko makubwa yanaanzia kwenye hatua ndogo. Kwa mwaka huu wa 2026, kauli mbiu ni tuungane pamoja katika kufanya matendo mema kutoka moyoni. Dorothy Namuhisa ni muasisi wa Good Deeds Day Tanzania. Anabainisha kuwa ujumbe huu unalenga kugusa chanzo halisi cha matendo mema na moyo wa mtu. Anaeleza kuwa kila jambo huanza na fikra. Ukifikiria mema utazungumza mema na mwisho utatenda mema. Hapo ndipo jamii bora huanza kujengwa. Anasema, anaongeza kuwa Aprili 12 ni siku ya kilele cha maadhimisho, lakini si mwisho wa safari kwao. Wanaamini kuwa matendo mema si tukio tu la siku moja, bali ni utamaduni wa maisha ya kila siku. Katika maadhimisho ya mwaka huu, wadau nchini Tanzania wanatarajia kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na kutembelea kituo cha watoto wanaopambana na maradhi ya saratani, yaani Tumaini la Maisha, kusaidia watoto wenye mahitaji maalum, pamoja na kushiriki katika kampeni za kutunza mazingira. Ni jitihada zinazolenga si tu kutoa msaada,
bali pia kujenga matumaini na mshikamano. Katika safari hii ya kutekeleza falsafa ya Good Deeds Day, vijana wameendelea kuwa nguvu kubwa nyuma ya harakati hizi. Wengi wao wanajitokeza tena kwa hiari kushiriki katika shughuli za kujitolea, wakionyesha ari ya dhati ya kubadilisha jamii zao. Hata hivyo, bado kuna haja ya kupanua zaidi wigo wa juhudi hizi, hasa katika maeneo ya kazi, ili kuwepo mifumo itakayorahisisha utoaji na utaratibu wa misaada kwa wahitaji. Kwa mujibu wa Dorothy, harakati hizi zimekuwepo nchini Tanzania kwa takribani miaka 8 sasa. Mafanikio yake yanaonekana wazi kwa sababu sasa zimebisha hodi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ni faraja kuona jinsi wazo hili linavyoenea nchi nzima, anasema. Na muhimu zaidi, watu wanaanza kuelewa kuwa huhitaji kuwa na kikubwa ili kufanya jambo jema. Moyo tu unatosha. Jamii pia inapaswa kuanza mapema kuwafundisha watoto tangu wakiwa wadogo umuhimu wa kufanya matendo mema. Kupitia familia na shule, watoto wanaweza kujifunza, kusaidia, kushirikiana na kujali wengine. Ni mbegu ya wema inayopandwa mapema na kukua pamoja nao. Mbali na kusaidia wengine, wataalamu wanasema kufanya matendo mema kuna mchango mkubwa katika afya ya akili. Kutoa huleta faraja, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza hisia za furaha. Ni tendo linalomfurahisha anayepokea, wakati huo huo kumjenga anayetoa. Harakati hizi za kufanya matendo mema zinaweza kuanza na marafiki, taasisi na familia pia. Vile hazipaswi kusubiri Kwaresma au mwezi wa Ramadhani kufanya mema. Kila siku ni siku ya kufanya matendo mema. Naye mwanzilishi wa jumuiya ya watu wanaoishi na maradhi ya selimundu nchini Tanzania, Arafa Salim Saidi, anasisitiza kuwa hata jambo dogo kama tabasamu linaweza kubadilisha siku ya mtu. Arafa amebainisha, napenda kufanya matendo mema kwa sababu katika hii dunia kila mmoja amekuja na kusudi lake. Mimi nafanya harakati ya kufanya matendo mema kwa watu wanaoishi na ugonjwa wa selimundu ili kuelimisha jamii, ila kuna mengi ya kufanya kwa wengine katika jamii. Yote kwa yote, funzo kubwa zaidi hapa linatoka kwa Bernard mwenyewe na simulizi yake yenye panda shuka zenye uchungu ndani yake, lakini bado anataka kuleta tabasamu kwa wengine. Kufanya matendo mema si tukio, si kampeni, wala si sherehe ya siku moja. Ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ni kuchagua kila siku kuwa sababu ya mtu mwingine kutabasamu. Na kupitia safari yake, Bernard anaonyesha kuwa hata kutoka kwenye maumivu makubwa inawezekana kwa mtu kuchagua kuwa mwanga kwa wengine. Good Deeds Day ukiwa ni mwamvuli wa harakati za kujitolea zinazolenga kuchangia maendeleo endelevu kwa kuzingatia malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo uhifadhi wa mazingira, ustawi wa jamii, usawa wa kijinsia, afya bora, elimu na kupunguza umasikini, kwa lengo la kuleta matokeo chanya na kuboresha maisha ya watu kwa ujumla. Inaweza kuwa chachu na chanzo kikubwa cha kuwa mmoja wa watu wanaotenda mema duniani.